Wapendwa wasikilizaji, ninasema asante. Ni kwa sababu ya mambo ambayo Mungu ametenda. Na ninawashukuru wote mnaonifuatilia katika YouTube yangu. Nimeona mmefanya kazi mzuri. Tangu niochiwe katika hii channel. Nimeona Mungu amefanya kitu. Asanteni kwa wale mlionifuatilia, asanteni kwa wale mnajipanga kuingia. Mimi ninawashukuru ni kwa sababu Mungu amefanya kitu mpya. Mungu kuna kitu ambayo amebadilisha nayo maisha yangu na ninashukuru sana. Asanteni na Mungu wa amani akaweze kuwabariki. Na msisahau kuingia katika YouTube ya Jane Wanyama ili mkaweze kuona matendo ambayo Mungu anafanya juu ya maisha yangu. Na ninashukuru sana kwa sababu chinzi vile mlivyokuwa mkiniona awali si vile niko. Kuna kitu ambayo Mungu amebadilisha ndani ya maisha yangu na ninashukuru sana. Asante kwa wale wote ambao mnanifuatilia na wale ambao mnatarajia kuingia. Muingie tu, muingie mtapata Jane Wanyama na msisahau kuweka hii alama ya kengele na msisahau kuview na msisahau kuwatch, msisahau kulike. Ninawaomba Mungu wa amani akaweze kuwatenda mema. Jambo ambalo nilikuwa nakuja nalo siku ya leo, nilikuwa nataka kuongea kuhusu katika haya maisha yenye tunaishi katika hii dunia. Ni kwa sababu Mungu anafanya vitu ambayo sisi wanadamu si wenye hatuwezi elewa, vitu ambayo Mungu mwenyewe ana upendo juu ya maisha yetu. Mimi nikikumbuka mahali Mungu mahali Mungu alinitoa, Mungu alinitoa mbali sana. Nikiingia katika ndoa, nilikuwa katika hali ya maisha mangumu sana. Maisha ambayo nilikuwa najaribu yani kuyaweka ikuwe isimame lakini haikusimama. Lakini kuna kitu ambayo chenye nataka kuambia siku ya leo. Ukiongoja wakati wa Mungu, kuna siku Mungu anakubadilishia. Na bado kuna mengine ninaongoja kwa sababu ninajua huyu Mungu anafanya vitu ambayo mwanadamu hawezi fanya. Wacha niwaambie Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu anafanya mambo yaliyo makubwa. Nakumbuka nikianza maisha yangu ya ndoa, nilikuwa na maisha mengine ya chini sana. Ya chini sana nikikutana na mume wangu. Na ikawa nikachekwa na wengi. Jane ameoleka kwa mtu ambaye amemsiti umri. Jane ameoleka kwa bwana ambaye hana. Lakini kwa yote nilivumilia nikikaa nikijua ya kwamba kila kitu inatoka kwa huyu Mungu. Kila kitu na Mungu ndio upeana. Na Mungu akakuja akatubariki. Wacha niwaambie sawati iliyo kubwa katika kwa maisha. Wacha Mungu akaweze kubariki ndoa yako na ikaweze kusimama na msimamo ulio mzuri. Na Mungu kitu ambaye anaweza kukubariki naye ile mzuri kabisa. Ukishaingia katika hiyo ndoa, wacha Mungu akaweze kubariki na watoto. Ninashukuru kwa sababu Mungu alinibariki na watoto. Na ninafurahia kwa sababu ninapokaa na watoto wangu wanaponipigia story. Wanapo nichongoa kiasi. Sikasiriki kwa sababu ninajua ni Mungu ulinipea hao watoto. Ninafurahia kwa sababu ningelikuwa peke yangu, hakuna mwenye angekuwa ananichekesha katika hiyo nyumba. Lakini watoto wangu wananifurahisha. Maana hiyo ni zawadi ambayo ninaweza sema Mungu alinibariki nayo. Jina la Bwana liinuliwe. Na wakati Mungu aliponibariki na hao watoto, nikakuwa na hao watoto wote kabla maisha yangu haijasimama vizuri. Na wakati maisha yetu ilikuja ikasimama, sasa ndio tumesimama, tunapangilia. Tunaanzia wapi tuende wapi. Kitu cha maajabu na ninabaki single mother. Ninaambia wamama mlio katika ndoa, leeni ndoa yenu na upendo. Lea ndoa yenu na msimamo. Maana kukosa mwanaume si kitu ya mchezo. Si kitu ya mchezo. Ukiuliza wamama wengi ambao wenye wamekosa wanaume, mtu ana historia ambayo anaweza kuambia juu ya maisha yake. Mahali penye Mungu alimtoa, mtu anaweza kukuambia. Lakini hule ambayo hauna hiyo historia, ninajua ya kwamba hautakuwa na ushuhuda yoyote ambayo unaweza ambia mtu. Lakini mimi ninayejua mahali Mungu amenitoa katika hii hali ambayo nimepitia, huu mwaka mmoja nimeona Mungu.
nimeona Mungu na naendelea kutia wenzangu ambao mmeanza hii safari ya kuwa hauna mume, usijali. Kuna wakati wa Mungu wao unafika na mambo Mungu anabadilisha hali. Na Mungu anasimama anakutetea. Napenda kuongelelea hii kitu kwa sababu nimeona wengi Mungu akifanya juu ya maisha yao na nimeona wengi Mungu akiwatetea kwa mambo mbalimbali. Sasa naweza kukutia moyo wewe umeanza safari yako wakati huu. Wakati nilipoongea klipu yangu ya kwanza, nilianza hiyo ndio nilikuwa bado hata nilikuwa sijamaliza hata miezi 5. Lakini kwa saa hii ninaweza sema nina Mungu. Mungu aliyeahidi ya kwamba yeye ni mume wa wajane na yeye ni baba wa yatima. Ninaweza shukuru. Ninaweza kuwa na kitu ambaye chenye naweza ongea. Hata ninaweza tia wenzangu moyo, wala ambao wamefunjika moyo, kwa sababu Mungu ni mtetezi wa wajane na ni Mungu ni baba wa yatima. Bwana Yesu asifiwe. Wewe mama uko na mwanaume, ninaweza kuambia ya kwamba wao wanasema penda mume wako na hata ukaendelee kumpa heshima, ukaendelee kumpa amani. Katika ndoa kitu cha kwanza, pea mume wako amani na ukue na upendo na ukue na ushirikiano mzuri na mume wako. Nakwambia ya kwamba mume wako hakuna kitu atakuficha kwa sababu wewe umekuwa muasi. Umekuwa ni mama ambaye mume wako akitoka kazi unaua upendo. Akiingia habari ya kazi, akiingia kuna kitu ambaye utafanya kwa hiyo nyumba hata ifurahishe huyo mume wako. Lakini si ati mume akiingia kwa nyumba umeanza kumuuliza maswali. Mume ameshinda kazini kuanzia asubuhi mpaka jioni, umeanza kumuuliza maswali. Wewe ni mama wa aina gani? Na wewe umekaa katika hiyo mlango. Hakuna kitu yenye umefanya. Umekaa kwa hiyo mlango ndio umemchungia watoto wake, si kwa ubaya. Lakini kwa nini unakosesha bwana yako amani? Mwanaume akiingia kwa nyumba, umemkawa mama ya kipanda, umemkawa mama ya hoteli, umemkawa. Yaani mama yoyote anayekuwa tu karibu na yeye, umemkawa. Umefika mahali umemkawa paka landlady. Umefika mahali umemkawa paka caretaker. Kuna wala ambao wenye wanakuanga wa mama caretaker. Umefika mahali umemkawa paka caretaker. Umemwambia haikosi kama uko na uhusiano na huyo mama. Hata uangalie rika ya huyo mama ujue ya kwamba huyu ni rika ya mama yangu ama huyu ni rika ya shosho yangu. Unachukua mume wako kijana bado unamkawa huyo caretaker mama mzee. Mama mwenye umri imeenda. Nyinyi wasichana ambao wenye mnaingia katika ndoa, inastahili mkue na mambo kani ambayo yenye mtafurahisha naye waume zenu. Si mwanaume akifika, huyo ninakushuku, huyo kwa nini alikuita jina, huyo kwa nini alikujua kwa jina. Hautaita mtu jina ambaye yenye si yake. Jina ambaye yenye umejua naye huyo mtu ndio utamuita nayo. Wamama ambao wenye mnaingia kwa ndoa kama nyinyi wachanga, mchunge sana. Ndoa huwezi ilea na uchungu na hiyo ndoa ikaweze kusimama. Ninaweza ongea kwa sababu mimi mwenyewe sijatoka kwa ndoa yangu, bado niko. Hata kama mume alikufa lakini niko tu kwa ndoa yangu. Niko tu hapo na watoto wangu. Nimekaa nao. Nataka nilee watoto chinzi vile mume aliniachia nilee hao watoto. Na Mungu atanisaidia kuwalea. Hao watoto waendelee kusimama. Wakati watatoka, you never know. Hatujui. Lakini kuna kitu moja ambaye yenye nataka kuambia nyinyi wa mama. Wale wenye naongea na wale wenye bado wako young kwa ndoa. Kuanzia miaka 12 kuteremuka chini, sijasema kupanda, kuteremuka. Muko na shida sana. Haujui kumendei ndoa yako peke yako, unamendei ndoa yako ukihusisha watu wengine. Ndoa haitaki hivyo. Ndoa inataka wewe mwenye ukaweze kuimendei. Na kama ni mtu mwenye utashare na yeye umeona hii ndoa imefika mahali haiendi vile inastahili, tafuta mtu mmoja na ushare na yeye na umwambie nimeshare na wewe mambo ya nyumba yangu. Ninaomba kama unaweza niongeleshea huyu mwanaume. Ninaomba kama unaweza niongeleshea huyu mwanamke. Lakini isiwe simu inapiringika inaenda inasanya chami mzima.